hata mkiaona magari ya polisi yanapita, msiogope. Yale yatakuwa yakipita kwa ajili ya kuchunga amani tu kwa yule mwenye kukusudia kufanya mambo ya hovyo. Lakini kwa wewe muungwana ambaye unataka kwenda kutimiza wajibu wako, ukapata na haki yako ya kumchagua unayemkusudia, wala usiwe na wasiwasi wote, wala hakuna mtu atakayekugusa, wala hakuna mtu atakayekubughudhi. Msisitizo wangu ni ule tu kwamba sisi tujitokeze kwa wingi. Tunataka tupeleke ujumbe duniani kwamba Watanzania tunachagua amani. Watu wa dunia wanatutazama, na wanatutazama wengine si kwa jicho la kupendeza sana. Tunataka tuwapelekee ujumbe ya kuwa sisi tunachagua amani kwanza, kisha tunachagua maendeleo yetu. Nimepewa nafasi ya kusalimia na kutoa salamu za serikali katika hadhara hii kubwa na nzuri iliyopendeza sana ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hakika ninampongeza sana Sheikh Muharram Mzwanda kwa kazi hii kubwa anayoifanya. Mahala hapa pamependeza sana. Ni umma mkubwa na umedhihirisha namna watu wanavyompenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa ujumla, uwanja huu umekuwa ni uwanja wa kielimu na imezungumzwa elimu mahala hapa, na kimo cha waliozungumza ni kikubwa, kimo changu ni kidogo, lakini kwa kuwa nimepewa nafasi ya kusema hasa na jambo linalohusu masala ya serikali, nitasema kwa ufupi sana. Kwanza, imeelezwa nafasi ya mwanamke katika Uislamu na daraja yake na heshima yake, na sisi Mwenyezi Mungu katujalia watu wa hapa Temeke tuna jambo. Najua viongozi wa dini wasingeweza kusema, mimi ndio shughuli yangu kusema maneno haya, na mimi ni mtu wa Temeke. Kwa hiyo sisi watu wa Temeke hapa mwaka huu tutampa heshima mwanamke, kama ambavyo ni katika kuthibitisha maneno yaliyokwisha kusemwa na walimu na wabobezi wa elimu katika hadhara hii, namna Uislamu ulivyompa hadhi mwanamke kwa kila aina ya dalili zilizozungumzwa. Kwa hiyo mimi naona babangu Sheikh Ahmed Jongo, kwa maneno yale yaliyosemwa hapa mamangu Mariam Kisangi, mambo yake yameshakisha kuwa mazuri tayari. Lakini vile vile nchi hii ya Tanzania tunaingia kwenye uchaguzi tarehe 29, tunapiga kura, na imesemwa hapo pia. Na katika jambo jingine ambalo tutakwenda kulifanya kwa maana ya kuthibitisha ile heshima na daraja ya mwanamke, sisi tunakwenda kumpa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan nafasi, na umma wa dunia yote ijue kama Qur'an na dini yetu sisi Waislamu imempa hadhi mwanamke. Sisi wa Tanzania tutathibitisha jambo hilo kwa vitendo, na iwe ni salamu kwa wengine wapate kujua kwamba huku kuna nchi inaitwa Tanzania na huwa inafanya mambo yake kwa vitendo. Imada ni nzuri na Sheikh Mzwanda umeileta mahala na wakati mwafaka sana. Na kwa hivyo Sheikh, katika hadhara hii, moja ya jambo ambalo tuliliombee
ni kuyathibitisha haya majambo kwa vitendo, nchi yetu ipite kwa salama na amani katika masiku haya mpaka hiyo siku ya tarehe 29 na hata baada ya tarehe 29. Na leo mwenyewe Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni mgombea Daktari Samia Suluhu Hassan alipokuwa kule mkoani Mara, nimefurahi Sheikh Walid, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, amesema hapa kwamba jamani, tujihadhari tusifuate mambo ya kufuata mkumbo. Serikali imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba watu watakwenda watapiga kura kwa salama na amani, na ukishamaliza kupiga kura yako rejea nyumbani, pumzika, subiri mambo mengine. Ila ni muhimu kwenda kwa sababu ni kutimiza ile haki. Ni muhimu sana kwenda. Kwa hivyo msiache, hata mkiaona magari ya polisi yanapita msiogope. Yale yatakuwa yakipita kwa ajili ya kuchunga amani tu kwa yule mwenye kukusudia kufanya mambo ya hovyo. Ili kwa wewe muungwana ambaye unataka kwenda kutimiza wajibu wako, ukapata na haki yako ya kumchagua unayemkusudia, wala usiwe na wasiwasi wote, wala hakuna mtu atakayekugusa, wala hakuna mtu atakayekubughudhi. Kapige, ukimaliza rejea nyumbani, kapumzike, ili usubiri matokeo yatokee. Baada ya kusema haya, Allahumma salli wa sallim alayhi. Nadra sana mimi kupata mambo haya, alhamdulillah rabbil alamin. Unaona bwana, sasa ukiyapata alhamdulillah, naona zitakuja nyingi kesho au kesho kutwa au mtu ndogo. Alhamdulillah, sisi watu yapati nimepewa na peni. Asante. Kwa hivyo nisirefushe maneno, mimi tu nirudie kutoa shukrani na nirudie kutoa pongezi. Maneno yote yamekwisha kusemwa na wasemaji wenye uwezo wa kuyasema, wenye daraja ya kuyasema. Msisitizo wangu ni ule tu kwamba sisi tujitokeze kwa wingi. Tunataka tupeleke ujumbe duniani kwamba Watanzania tunachagua amani. Hivyo watu wa dunia wanatutazama, na wanatutazama wengine si kwa jicho la kupendeza sana. Tunataka tuwapelekee ujumbe ya kuwa sisi tunachagua amani kwanza, kisha tunachagua maendeleo yetu. Alafu haya ya kwamba tunampa hadhi na heshima mwanamke kama ambavyo dini yetu ya Kiislamu imethibitisha, tunakwenda kuyathibitisha pia vile vile kwa vitendo. Baada ya kuyasema haya, nitoe shukrani tena kwa mara nyingine kwa kupata nafasi hii. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.